Habari za jioni, mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, ni matumaini yangu umeshinda salama. Karibu kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Msomaji wako ni mimi Fatma Hassan. Moja kwa moja tuanzie huko jijini Dodoma. Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji imeliomba Bunge kuidhinisha zaidi ya shilingi bilioni 144.8 ili pamoja na taasisi zilizo chini yake iweze kutekeleza majukumu matano ikiwemo kuratibu na kusimamia utekelezaji wa Dira ya Taifa 2050, kuimarisha mazingira ya biashara na kuratibu programu za kuondoa umasikini hapa nchini. Taarifa zaidi na Amani Mbando. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo akiwasilisha bungeni hotuba ya bajeti ya wizara hiyo kwa mwaka ujao wa fedha 2026/27 amesema majukumu hayo pamoja na vipaumbele vya wizara na taasisi zilizo chini yake vitatekelezwa kupitia bajeti inayoombwa, huku serikali ikilenga kuvutia wawekezaji wa ndani na nje ya nchi ili kuinua uchumi wa nchi na watu wake. Kwanza, kuratibu na kusimamia utekelezaji wa Dira 2050, mpango wa maendeleo wa taifa miaka mitano na mpango wa maendeleo wa taifa wa mwaka 2026-27. Kazi ya pili, kuhamasisha, kuwezesha na kutoa huduma kwa wawekezaji wa sekta binafsi. Kazi ya tatu, kuimarisha uwekezaji wa umma. 4, kuimarisha mazingira ya biashara, na kazi ya 5, kuratibu programu za kuondoa umaskini nchini. Amesisitiza umuhimu wa kuvutia mitaji kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi ili kuendeleza rasilimali zilizopo kwa ajili ya kulinufaisha taifa, na kwamba ni muhimu sekta ya umma na binafsi kushirikiana kwa pamoja, huku maoni ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria yakihimiza tathmini kuhusu miradi ya kimkakati inayotekelezwa na inayotarajiwa kutekelezwa. Hivyo basi, tusiogope wala kuona aibu kuvutia na kutumia mitaji na teknolojia kutoka popote ndani na nje ya nchi kwa lengo la kuendeleza rasilimali zetu katika kufanikisha malengo yetu ya kiuchumi na kijamii. Rasilimali peke yake bila mitaji na teknolojia haziwezi kutusaidia. Ili kuweka mazingira ya biashara na uwekezaji nchini kuwa rafiki, serikali ihakikishe kwa kushirikiana na taasisi nyingine zenye jukumu la kurekebisha sheria, inazipitia sheria na kanuni zote na kuunganisha au kupunguza taasisi za udhibiti zenye majukumu yanayofanana. Baadhi ya wabunge waliopata fursa ya kuchangia hotuba hiyo wameshauri maeneo yanayopaswa kupewa msukumo na serikali katika kuchochea na kuvutia sekta ya uwekezaji na kutekeleza mipango mbalimbali. Ustawi unahitaji namba 1, science; namba 2, technology; namba 3, innovation. Tupeleke viwanda vya kuchakata mazao. Leo watu wanalima nyanya, leo watu wanalima mihogo, mfano Mkinga kunalimwa nazi, kunalimwa korosho, lakini maeneo yote haya hakuna viwanda vinavyowagusa Watanzania hawa. Viwanda ambavyo tayari vimeshaanza kuwekeza kwenye taifa letu vilindwe. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna changamoto. Unakuta kiwanda kinazalisha bidhaa ndani ya taifa hili na kinauza, lakini bado kuna bidhaa za aina hiyo hiyo zinaingizwa kwa msamaha wa kodi. Hii sio sawa kwenye ushindani. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Sana Amani Mbando kwa taarifa hiyo. Wanafunzi 73 wamenusurika kifo baada ya moto mkubwa usiojulikana chanzo chake kuzuka ghafla na kuteketeza mabweni mawili ya wanafunzi wa kike na wa kiume, bwalo la chakula pamoja na store ya chakula katika shule ya msingi ya Zion Academy iliyopo kata ya Ilolangulu wilaya ya Uyui mkoani Tabora, ambapo mali mbalimbali zikiwemo magunia ya mchele, unga, mafuta ya kupikia, mpunga, maharage na sukari vimeteketea. Mwandishi wetu Adela Moses kutoka mkoani Tabora ameandaa taarifa kamili. Chombo hiki kimefika eneo la tukio na kuzungumza na baadhi ya mashuhuda wa tukio hilo, na hapa wanaeleza hali halisi. Nilikuwa nyumbani nikaona moshi mzito, nikaanza kuambia majirani, huko hamna usalama, huo moshi sio wa usalama. Baadaye nikaona ngoja niende kwa mdogo wangu huyo Leticia Msafia anapika hapa, kuna usalama huko au jiko limewaka au mabweni ya watoto kuna usalama kweli? Nikaanza kufika ndio nakuta tukio hili.
Akizungumza kuhusu tukio hilo, kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Tabora, Saka Flosh Pailaiza, amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo na kusema kuwa chanzo cha moto huo bado kinaendelea kuchunguzwa. Chanzo cha awali bado tunafanya uchunguzi wa tukio, kwa hiyo hatuwezi kusema chanzo ni nini, lakini kwa mazingira inawezekana kuna hitilafu ya umeme, inawezekana ikawa ndio chanzo, lakini kwa sasa hatuwezi kutoa ukamilifu wa chanzo chenyewe. Bado tunaendelea kufanya uchunguzi, wataalamu wetu wa uchunguzi wanaendelea na uchunguzi huo, lakini hakuna mtu yeyote aliyepata madhara ya kifo wala majeraha, isipokuwa tu mabweni yameungua karibu yote. Na tumekuwa tukikazania sana elimu katika mashule, katika masoko, katika majumba ya watu, ofisi za umma na ofisi zozote zile, viwanda na kadhalika, ili watu wao wa kwanza kukabiliana na matukio au kuepuka kuweka vitu hatarishi ambavyo vinaweza ikawa chanzo cha matukio. Kwa upande wake, katibu tawala wa wilaya ya Uyui Bi Neema Mfugale ametoa wito kwa taasisi mbalimbali kuhakikisha zinaajiri wataalamu wa usalama wa moto pamoja na kutoa elimu ya matumizi sahihi ya vifaa vya kuzimia moto ili matukio kama hayo yaweze kudhibitiwa kwa haraka yanapotokea. Na sisi kama serikali hatutawaacha nyuma katika tukio hili, tutakuwa nao bega kwa bega, na waasa pia waendelee kutoa elimu kwa wanafunzi wao. Tunao watu wa zimamoto, tumeshawasiliana nao, watafika hapa kwa ajili ya kutoa elimu kwa wanafunzi ili pindi watakapoona matukio ya moto yanatokea basi waweze kuchukua tahadhari. Kwa maana tumeona hapo vilikuwepo vifaa vya kuzimia moto, lakini kwa kuwa hawakuwa na ufasaha huo wa elimu, kwa hiyo ilikuwa ngumu kwao, lakini tunaamini wakipata pia elimu hiyo basi itawasaidia kwa namna moja au nyingine. Adela Moses, Channel 10. Vijana waliokosa nafasi ya kuendelea na elimu ya juu na kubaki mtaani bila ya kazi wametakiwa kuchangamkia fursa za ufadhili wa masomo ya kilimo na mifugo pamoja na ufundi stadi ili kujenga mustakabali wao wa kuwa sehemu ya suluhisho la mchango wa ajira nchini. Taarifa zaidi na Apimakus Apolinari. Na mtazamaji, tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Said Mtanda amelitaka Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC kufanya ukaguzi kila wakati ili kudhibiti uchafuzi wa mazingira kabla ya kusababisha majanga. Taarifa zaidi na Herika Virondo kutoka Mwanza. Ukuaji wa shughuli za kiuchumi mkoani Mwanza kama vile uchimbaji wa madini, ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba, kilimo na usafirishaji umesababisha ongezeko la uchafuzi wa mazingira. Ninasisitiza pia katika mkoa wa Mwanza tunalo hilo changamoto, kuzagaa kwa mifuko ya plastiki, lakini baadhi ya watu wafanyabiashara wakaidi wanaendelea kuuza mifuko ya plastiki kinyume cha sheria. Mkoa wa Mwanza unaokadiriwa kuwa na wakazi zaidi ya milioni 3 unazalisha zaidi ya tani 400 za taka ngumu kila siku, hali inayotishia usalama wa Ziwa Victoria ikiwa utupaji ovyo wa taka hautakomeshwa haraka. Baadhi ya vyombo vya usafirishaji ndani ya Ziwa Victoria ambazo zinaruhusu oili ama petroli ama diesel kumwagika ndani ya Ziwa Victoria imekuwa ni changamoto kubwa na ni uchafuzi mkubwa wa mazingira. Mkurugenzi wa uzingatiaji na usimamizi wa sheria ya mazingira NEMC Libariki Bajuta amesema baraza hilo limejipanga kutekeleza maelekezo yote yaliyotolewa kwa kuzingatia sheria.
tumelipokea na kwa kushirikiana na taasisi zingine za serikali tutaenda kulitekeleza, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba tunatoa elimu kwa wananchi, lakini vilevile tutafanya ukaguzi wa mara kwa mara. Wadau wa mazingira wamelitaka baraza hilo kuharakisha mchakato wa utoaji wa vibali ili kuepuka kukwamisha wawekezaji katika utekelezaji wa miradi yao. Sheria kama sheria inatambua unapaswa kufanya uwekezaji na biashara ukiwa na vibali. Sisi kama wataalamu wa kimazingira tumeweza kukumbushwa wajibu wetu na jinsi ya kufanya kazi zetu kwa uadilifu mkubwa. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Mwanza sasa tuelekee visiwani Zanzibar, ambapo serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imesema uwepo wa vituo vya malezi na makuzi ya mtoto maeneo ya biashara itawafanya wanawake kujikwamua kiuchumi, kunufaika na fursa za maendeleo kupitia fedha za uwezeshaji zinazotolewa na serikali. Mwanahabari wetu ametuandalia taarifa kamili. Kauli hiyo ya serikali imetolewa na Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Mali Zanzibar, Leila Mohamed Musa. Ni wakati wa makabidhiano ya fedha kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa miaka mitano 2026-2031, mradi ambao utajenga vituo vya malezi na makuzi ya watoto ngazi ya awali katika maeneo ya masoko na ukianzia na soko la biashara la Mwanakwerekwe. Dkt. Mwinyi sasa ameondoa ile imbalance ya uchumi, kwa kwenye shughuli za kiuchumi wanaoshiriki asilimia kubwa ni akina baba tu, lakini nyinyi wenyewe mmeshuhudia na mmeona kama wanawake mingi kwa sababu ya kuwezeshwa na serikali na asasi za kiraia na wadau mbalimbali, sasa wako kwenye cheni ya uchumi na wamekuwa sehemu ya mchango mkubwa sana kwenye maendeleo, lakini imewasaidia wao kuwakwamua kwenye maendeleo. Sasa tukasema maendeleo haya yasiathiri watoto. Akipokea pesa hizo toka benki ya Stanbic na kuzikabidhi kwa shirika la Save the Children, wasimamizi wa mradi kwa miaka mitatu ya uangalizi wa mradi kwa upande wao kama wadau wa maendeleo, Waziri Leila anasisitiza jambo kuhusu mradi huo. First phase tunashughulikia masoko mawili, mmesema mmeanza Kwerekwe na mtatafuta jingine ambalo mnalifanyia assessment, na niwapongeze kama hata hivi vituo ambapo mna propose kuwekeza fedha, kwanza mnafanya utafiti, mnaangalia situational analysis. Je, mazingira wapo hao wanawake ambao wanakuja na watoto? Manake msije kwenda kutengeneza kituo baadaye ukaenda kimefanywa store. Mariam Isa, mratibu wa programu jumuishi ya malezi na makuzi ya awali ya mtoto, anasema katika utafiti wao wamebaini mahitaji makubwa ya vituo vya malezi ya watoto maeneo ya biashara. Wana wasiwasi wakati wanapoacha watoto wao majumbani na wasije nao pale. Kwa hiyo security ya mtoto tulihisi kwamba inakuwa ndogo. Lakini kwa upande mwingine pia kuwakuta watoto katika mazingira yale pia tunaona kwamba sio sawa. Kwa hiyo wao walituthibitishia kwamba wako tayari kuipokea huduma hii na wanaihitaji na wanahisi kwamba wataweza kufanya kazi vizuri. Baadhi ya wafanyabiashara katika soko la Mwanakwerekwe wanaelezea mpango huo utavisaidia kukuza biashara zao. Ni vizuri kwa sababu tuweze watoto wetu waweze kukaa sehemu salama. Kama watatuwekea kituo na sehemu salama kwa ajili ya watoto, tutashukuru. Benki ya Stanbic imelikabidhi shirika la Save the Children hundi ya shilingi milioni 500 kuanza uratibu ujenzi wa vituo vya malezi na makuzi ya awali ya mtoto, ikiwa ni kuunga mkono mpango wa serikali wa miaka mitano wa kuanzisha mradi endelevu wa kulinda haki, malezi na makuzi ya mtoto maeneo ya masokoni. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Sana Juma Kasim. Wadau wa nishati na uhifadhi wa mazingira wamekutana jijini Arusha kwa ajili ya kuweka mikakati ya kufanikisha mpango wa serikali unaolenga ifikapo mwaka 2034 alau asilimia 80 ya Watanzania waweze kutumia nishati safi ya kupikia. Mkutano huo umezikutanisha taasisi za ndani na nje ya nchi, wakiwemo mashirika ya kimataifa chini ya United Nations kama FAO, UNCDF pamoja na WWF kwa kushirikiana na Wizara ya Nishati pamoja na Wizara ya Maliasili na Utalii. Jamila Omar ana undani wa taarifa hii. Majadiliano hayo pia yanafadhiliwa na Umoja wa Ulaya, EU, mradi wa kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia na uhifadhi endelevu wa misitu, mjadala ambao umejikita katika kuoanisha mikakati ya nishati safi ya kupikia na uhifadhi wa misitu. Baadhi ya watafiti wamewasilisha matokeo ya tafiti zao wakieleza kuwa bado kuna changamoto ya kutokuiana kwa sera na miongozo kati ya sekta hizo mbili. Katika maeneo hayo
Mimi niliangalia kwenye namna gani hizo kanuni zinaingiliana, kwa maana kwamba zinafanya kazi vipi. Masuala ya msingi ambayo ni baini, ukiangalia kwenye sera zetu, ukiangalia kwenye mazingira, kwenye nishati, misitu, kwa kiwango kikubwa zinatoa maelekezo mazuri sana, lakini uwezo wa kuweza kuzitafsiri kwenye uhalisia kule unakuwa na changamoto kutokana na uwezo mdogo. Malengo yetu makuu ni kusaidia kwenye upande wa kujengea uwezo serikali yenyewe, lakini vile vile kwenye institutions za serikali ambazo zinasimamia na kutekeleza malengo mbalimbali ndani ya ule mnyororo wa thamani. Kwa upande wa mashirika ya kimataifa, wameeleza kuwa wataendelea kuunga mkono juhudi za Tanzania kupitia miradi ya kiufundi na kifedha ili kuongeza matumizi ya nishati safi kwa wananchi. Tunafanya hivyo vile vile kwa kuhakikisha kwamba tunaangalia rika mbalimbali. Tunaposema mashuleni, tunaangalia kwamba kizazi kipya hiki tunachokuja nacho tangu wakiwa wadogo wanajua manufaa ya matumizi ya nishati safi. Tumejipanga katika masuala makuu matatu. Cha kwanza, kuhakikisha kwamba tunachagiza au tunahamasisha jamii kuweza kupunguza matumizi ya kukata miti, na ya pili, kuhamasisha matumizi ya nishati nyingine ikiwemo umeme pamoja na gesi. Ikifika 2034 matumizi ya nishati safi ya kupikia yawe yamefikia 80%. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Taasisi ya Africa 50 inayojihusisha na uwekezaji katika sekta ya miundombinu imesema iko tayari kuwekeza nchini Tanzania kwenye miradi mikubwa ya kimkakati ikiwemo ya ujenzi wa miundombinu ya bandari, usafirishaji na usambazaji wa nishati ya gesi na umeme ili kuchochea uchumi wa taifa kupitia utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa 2050. Hayo yamesemwa na afisa mtendaji mkuu wa taasisi hiyo Bwana Alain Ibobise alipokutana na kufanya mazungumzo na ujumbe wa Tanzania ukiongozwa na Waziri wa Fedha Mheshimiwa Balozi Hamis Musa Omar katika ubalozi wa Tanzania ulio Washington DC nchini Marekani, pembezoni mwa mikutano ya majira ya kipupwe ya Benki ya Dunia na Shirika la Fedha la Kimataifa. Kwa upande wake, Waziri wa Fedha Mheshimiwa Balozi Hamis Musa Omar alikaribisha taasisi hiyo na wawekezaji wengine kwenda kuwekeza nchini Tanzania na kunufaika na vivutio mbalimbali vinavyotolewa kwa wawekezaji. Africa 50 ni taasisi ya uwekezaji wa miundombinu iliyoanzishwa na Benki ya Maendeleo ya Afrika AfDB ili kutatua changamoto za uhaba wa miundombinu inayoweza kuchochea ukuaji wa uchumi kwa nchi wanachama wa taasisi hiyo katika bara la Afrika. $30 to $50 million because we want to test the market in order to do a bigger project. One of the key areas of focus for Africa 50 is to help gasify our African economies. You see, Honorable Minister, we have gas in Africa. We have about 10 to 11% of reserves, but most of our gas is exported to non-African countries. We hope that in terms of financing of the implementation of the vision, we actually assign private sector to contribute around 70% for the implementation. That means we have to build, we have to continue nurture the local private sector for more investment from the domestic private sector. We still have to attract more FDI in the country. There will be a very important role that PPP will have to play. Now, of course, with PPP, then I come to the other issue. Naam, raia wa China Zhang Kekun amehukumiwa kifungo cha mwaka mmoja jela na mahakama ya mjini Nairobi baada ya kupatikana na hatia ya kujaribu
kusafirisha maelfu ya malkia wa mchwa kinyume na sheria. Mbali na kifungo hicho, mahakama hiyo pia ilimtoza faini ya shilingi milioni 1 sawa na dola 7,737, huku Jaji Irene Gichobi akisema mshtakiwa aliyeonyesha kutokuwa mkweli na kukosa huruma katika kitendo hicho. Zhang alikamatwa mwezi uliopita katika uwanja wa ndege wa Nairobi akiwa njiani kurejea China baada ya kubainika kuwa alikuwa ameficha zaidi ya mchwa 2,000 kwenye begi lake. Mamlaka ya Kenya zimeonya vikali dhidi ya biashara hiyo haramu, zikieleza kuwa mchwa hao wamekuwa na uhitaji mkubwa katika masoko ya Ulaya na Asia, wakifikia bei ya takribani dola 220 kila mmoja. Serikali imetoa vitendea kazi vyenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1 kwa shirika la umeme TANESCO mkoa wa Lindi kwa ajili ya kuboresha utoaji huduma kwa wananchi kupitia shirika hilo mkoani humo. Taarifa ya mwandishi wetu Aidan Mhando kutoka mkoani Lindi inaeleza zaidi. Mkuu wa mkoa wa Lindi Zainabu Telak akipokea vifaa hivyo ikiwemo magari, bajaji, pikipiki na kompyuta, anasema vifaa hivyo ni nguzo muhimu ya kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora na kwa wakati, huku akieleza kuwa mkoa wa Lindi upo mbioni kupata umeme wa uhakika kutokana na kazi kubwa inayoendelea sasa ya kuunganishwa kwenye gridi ya taifa. Kwa umeme huu ambao tunao sasa na mitambo hii ambayo imeongezwa Mavumbika miezi 3 iliyopita, ikichanganyika kwa pamoja tukapata na gridi ya taifa ambayo iko njiani inaendelea, Lindi tunakwenda kuwa salama sana kwenye kuwa na uhakika wa umeme. Chini ya uongozi wako mkuu wa mkoa ukishirikiana na meneja wa mkoa wa TANESCO mkoa wa Lindi, mmehakikisha kuona kwamba kile ambacho Chama cha Mapinduzi kiliahidi kimetekelezwa kwa kishindo. Kaimu meneja wa shirika la umeme TANESCO mkoa wa Lindi anatoa neno la shukrani kwa serikali. Sisi tumepokea na tuna shukrani kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutupatia vifaa hivi, na shukrani kwa wizara yetu ya nishati kwa kutuhakikishia kwamba mkoa wetu wa Lindi unaendelea kuwa na vitendea kazi bora na vyenye viwango. Vitendea kazi hivyo vitapelekwa katika wilaya za Nachingwea, Liwale na Ruangwa. Kutoka mkoani Lindi, Aidan Mhando, Channel. Kanisa Katoliki duniani Papa Leo ametoa wito kwa serikali ya Cameroon kupambana dhidi ya ufisadi. Baada ya kukaribishwa na maelfu ya waumini waliojitokeza katika mji mkuu Yaounde, Papa Leo aliwahutubia viongozi wa serikali akiwemo rais wa muda mrefu wa Cameroon Paul Biya, akiwataka viongozi wa nchi hiyo kuzisuta nafsi zao, kuvunja minyororo ya ufisadi na kuheshimu haki za binadamu. Kiongozi huyo wa kanisa Katoliki amesema viongozi wanapaswa kuwa madaraja na sio chanzo cha migawanyiko. Asasi za kiraia zimelaani ukandamizaji unaofanywa na serikali dhidi ya wanaopinga kuchaguliwa tena kwa muhula wa 4 kwa Rais Biya katika uchaguzi uliofanyika mwezi Oktoba mwaka jana. Waziri wa Maji Juma Aweso amewatahadharisha wakurugenzi wa mamlaka za maji kote nchini kuwa watawajibika endapo watashindwa kudhibiti upotevu wa maji kwenye maeneo wanayoyasimamia. Tupate taarifa zaidi. Waziri Aweso ameitoa tahadhari hiyo hapa jijini Dodoma wakati alipokuwa akizindua bodi ya 10 ya wakurugenzi wa mamlaka ya maji na usafi wa mazingira Dodoma, yani DUWASA. Na nitoe tamko kwa mamlaka zote za maji katika kipimo cha utendaji wa wakurugenzi wa mamlaka za maji ni swala zima la upotevu wa maji. Niwaombe na niwasihi sana watendaji wa mamlaka zetu za maji, twendeni tukadhibiti upotevu wa maji. Faraja ya mkurugenzi wa maji, watu wapate huduma ya maji. Lakini waziri huyo wa maji akaeleza nini alichobaini kwenye huo unaodaiwa upotevu wa maji. Tunapozungumza 33%
40%, 45% ni wizi wa maji. Baadhi ya watumishi si waaminifu, wameamua kuwa na mamlaka zao zingine. Wateja mnasema tunao hawa, lakini wengine hawajulikani katika mfumo sahihi. Mapema naibu katibu mkuu wa Wizara ya Maji Bi Rose Ambrose akawasisitiza wafanyakazi wa DUWASA kudhibiti mvujo ya maji, huku mkurugenzi mtendaji wa mamlaka hiyo Mhandisi Aaron Joseph akieleza hatua zinazochukuliwa kukabiliana na uhaba wa maji katika jiji la Dodoma, huku uzalishaji ukiwa ni lita milioni 88 na mahitaji ni lita milioni 159 kwa siku. Tunawasisitiza DUWASA kuzuia, kudhibiti mivujo katika maeneo yao ya huduma kwa wakati na sio kusubiri taarifa ziletwe kupitia wananchi au wasamaria wema. Nikianza na mji wa serikali Mtumba, kuna mradi unaendelea, lakini pia tuna mradi wa kisasa Njedengwa, Mzuguni awamu ya pili, Mkonze Chinyika, Nala awamu ya pili, na miradi yote hii ina thamani ya bilioni 97.4. Kutoka hapa Dodoma ni Vita, migogoro, vurugu na mateso vinatarajiwa kuwafanya watu milioni 4.2 kuyakimbia makazi yao ifikapo mwishoni mwa mwaka 2027 bila kujumuisha wale wanaoathiriwa na vita vya Mashariki ya Kati. Hayo ni kwa mujibu wa makadirio mapya ya shirika la misaada la Denmark, Baraza la Wakimbizi la Denmark DRC, ambayo yanaonesha ongezeko kubwa la watu wanaokimbia vita na ukatili duniani. Katibu mkuu wa shirika hilo Charlotte Slent anasema makadirio hayo hayajumuishi walioathiriwa na mgogoro unaoendelea Mashariki ya Kati, ambako mapigano mapya yanaendelea kusababisha maelfu kuhama makazi yao, huku katika nchi 5 zilizokuwa na idadi kubwa zaidi ya watu waliokimbia makazi mwaka 2025 ni Ukraine, Myanmar, Sudan Kusini, Nigeria na Mali, ambapo taarifa zinaonesha ufadhili wa juhudi za amani umepungua kwa wastani wa 23% mwaka 2024. Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Tanga kimeielekeza serikali kuchukua hatua kutokana na ubadhirifu uliofanywa katika ujenzi wa hospitali ya wilaya ya Kilindi baada ya kubaini wizi wa mifuko 145 ya saruji kwa ajili ya ujenzi unaoendelea kwenye majengo mbalimbali. Taarifa zaidi na Raya Kipingo. Maelekezo hayo yanatolewa na mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tanga Rajabu Abdalla wakati alipofika kukagua miradi ya maendeleo katika wilaya ya Kilindi, ambapo akabaini uwepo wa wizi wa mifuko ya saruji pamoja na baadhi ya saruji kuganda baada ya kukaa kwa miezi 4 bila kutumika. Baada ya mradi kuwa umemalizika kwa kiasi cha fedha iliyoletwa, lakini yapo mapungufu, mnaomba tena fedha. Na wewe Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tukuombe taarifa hii imfikie Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa leo. Lengo letu hatupo kwa ajili ya kumuonea mtu. Lengo letu ni kumuonea huruma Daktari Samia Suluhu Hassan kwa fedha nyingi anayoitafuta kutuletea kwenye mkoa wa Tanga, kutuondolea changamoto zinazotukabili. Akipokea maelekezo hayo, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kilindi John Mgalula amesema tayari wamechukua hatua baada ya kugundua wizi huo ambao umefanywa kwa siku tofauti, huku akieleza kuwa tayari wamewakamata fundi ujenzi, mlinzi pamoja na bodaboda ambaye alikutwa akisafirisha mifuko hiyo. Kuna mifuko ambayo ilikuwa iko salama ambazo nimesikia idadi yake, lakini kuna mifuko ambayo ilikuwa imeanza kuharibika lakini inaweza kutumika kulingana na ilivyoshauriwa na wataalamu wangu. Tutaifanyia kazi, tutatoa taarifa kwa ajili ya kumpa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Walikuwa wapi hao wakandarasi au walikuwa wapi hao mafundi wa ujenzi mpaka ipelekee simenti kuharibika? Hii hospitali haina wasimamizi wa kuifuatilia au la? Huu uzembe tunautafuta ni wa nani? Ni hitimisho la ziara ya kamati ya siasa ya mkoa wa Tanga ikiongozwa na mwenyekiti wa CCM mkoa Rajabu Abdalla, ambayo imezunguka katika wilaya zote 9 za kichama za mkoa huu. Nikiripoti kutoka hapa katika wilaya ya Kilindi mkoani Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Sana Raya Kipingu kwa taarifa hiyo, na muda mfupi sasa mtazamaji tunakwenda kuziangaza habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi.